Mambo vipi kaka? Kwema kabisa kaka, niko vizuri, nipo kamili gado kaka, niko vizuri kweli kweli kaka. Uliniambia dakika 90 bwana, zitakapomalizika mtakuja kuniambia vizuri. Leo mmefanya nini? Na mimi kwa kawaida kwamba nikituma kupeleka barua, basi mimi nipo kama kipikipiki posta, kwamba barua nilotumwa kwenda kuipeleka kwa lazima niirejesha. Sasa nawarudishia kwamba watoto wa Mudi, waambieni huo uwanja kama mwenye uwanja mwenye JKT Tanzania hajawahi kuchukua pointi 3. Yeye nani aje abebe pointi 3 hapa? Yeye nani? Kama JKT mwenye Tanzania mwenye uwanja wake anaelala anayeamuka hapa anapigia mswaki hapa hajawahi kuchukua pointi 3 kutoka kwa Yanga, yeye nani? Mtoto wa Mudi. Ndani ya dakika 6 wanaongoza chuma 2, wanaume wanatulia na calm down, wanatuliza vichwa vyao. Nani? Yanga anakuja kurudisha chuma zote 2. Nani kaumia hapo? Na tuliwaambia katika mchezo huu, mechi hii inakwenda kuamua bingwa wa nchi, atakwenda kumwamba mwenzie bingwa. Ila ukitoa sare na bingwa wa nchi, wewe mwenyeji wa mchezo huu ukitoa sare na bingwa wa nchi, huyu ambaye ni bingwa unaotoa naye sare, bingwa kifupi, Yanga bingwa tena. Yanga bingwa tena. Hivi unaelewa? Na Azam mfunga madishi. Azam mfunga madishi nani? Kama mtoto wa Mudi katika uwanja huu tena, afu yeye uwanja ule wa Chamazi si ndio ndo mwenyeji kule, afu kule uwanja si ndio nachezea nini kule katika uwanja ule. Kwanza ulikuwa na bahati kabla sijahama, watu washakula 5 nyingi tu. Sasa kwenye mechi hiyo mimi akiwa yeye mwenyeji na kwenda kumkanda pale, huyu shoga yake mwenyewe kashindwa kuchukua point 3, kaja na magoli yake ya ulozi, yale magoli yote ya ulozi yale kaka, mambo ya ukinyemba. Mimi nimekwambia magoli yote ya ukinyemba kaka. Wewe ndani ya dakika 6 mtu anaongoza chuma 2, wanaume wanatulia na calm down, wanatuliza vichwa vyao. Magoli ya kawaida, magoli ya ukirozi. Unasema mjengea vyumbani. Kaka, nani anaingia vyumbani kaka? Anaingia kwenye nyumba ile ya jirani. Nimekwambia hivi kaka, hatuna wewe magoli yote ukiangalia yote hayana magoli ya ulozi. Magoli ya watoto wa Mudi yote ya ulozi kaka. Mambo ya ushirikina, mambo ya ukinyemba. Mtoto wa Mudi si ule pale kaka kimya. Wewe unafikiri kwa nini anaondoka kichwa chini? Na tumwambie mtoto wa Mudi, mwambie point 3 aenda kachukulia mbele ya Safari. Kwa mwambieni Yanga bingwa tena kwa mara nyingine. Nani wa kushindana na Yanga? Huyu mtoto wa Mudi. Huyu Yanga bingwa tena. Yanga bingwa tena kwa mara nyingine. Na mimi nilikuwa nakuja kumuuliza kile kikombe cha Muungano unakwenda kushiriki Liga ya Mabingwa wapi kwanza? Kwa hiyo tumwambie kikombe cha Liga ya Mabingwa kinakutosha ama kikutoshi? Mtoto wa Mudi nani bwana wewe? Kuna namna wanabidi wajifunze kwenu. Wajifunze kwamba mnapotuleta viwanja hivi, angalia mwenyeji katika kiwanja hiko ashawahi kuchukua pointi 3 ambao ni JKT Tanzania, ashawahi kuchukua pointi 3. Hakuna ambaye ashawahi kuchukua pointi 3. Yeye mtoto wa Mudi hajachukua. Yaani mwenye nyumba ameshindwa kudai kodi, we nani?